ni chakula cha mwisho ambacho Bwana Yesu Kristo alishiriki na wanafunzi wake kabla ya kuingia kwenye mateso na kufa, na akaagiza iwe endelevu kwa ajili ya kukumbuka. Wala pewe sifa. Kwa hiyo ni endelevu. Kwa meza ya Bwana kilikuwa chakula cha ushirika kati ya wanafunzi na Yesu. Yesu alikula na wanafunzi, inaitwa meza ya Bwana. Sasa hii meza ya Bwana siku zote walikuwa nakula chakula, lakini siku hii ilikuwa tofauti. Meza ya Bwana siku walikuwa nakula chakula cha kawaida cha Pasaka, sherehe ya Pasaka, lakini katikati ya kula chakula akakibariki. Biblia inasema akachukua mkate akabariki, akachukua kikombe akafanya nini? Akabariki, akasema kunyweni hivi kwa ukumbusho wangu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hili ni tukio ambalo tumepewa na endelevu. Sasa meza ya Bwana ina mambo makuu manne. Tena kidogo haraka, lakini nitapunguza pia speed. Meza ya Bwana ina mambo makuu manne. Kama unaandika, andika mambo makuu manne ambayo ndiyo yanaibeba meza ya Bwana kama meza ya Bwana. Mambo makuu manne. Na katika haya mambo makuu manne ndiyo ambayo tumetakiwa kuyafanya. Haleluya. Tunaposhiriki meza kuu ya Bwana, kuna vitu ambavyo vinne tunatakiwa tuvifanye. Cha kwanza, naomba tufungue Biblia zetu kitabu cha Wakorintho wa kwanza ile sura ya 11. Wakorintho wa kwanza ile sura ya 11. Mama alipita kidogo asubuhi wakati anafunja Sunday school, alipita katika maeneo fulani hapo. Bwana apewe sifa. Wakorintho wa kwanza ile sura ya 11, tuanze na ule mstari wa 28. Aliyepata nisomee mstari wa 24. Aliyepata ndio kusoma. Anasema hivi, naye akiisha kushukuru akaumega akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kwa hiyo kitu cha kwanza katika meza ya Bwana, meza ya Bwana tunaposhiriki ni ukumbusho wa nani? Halo watu wa Mungu, halo halo. Ni ukumbusho wa Yesu, ni ukumbusho wa maisha ya Yesu, kwamba kuna mtu anaitwa Yesu Kristo alikuja duniani, akaishi duniani, akateswa, akafa, akafufuka kwa ajili yangu. Kwa meza ya Bwana inatukumbusha maisha ya Yesu. Andika, meza ya Bwana inatukumbusha maisha ya Yesu. Halo? Inatukumbusha nini? Maisha ya Yesu. Tunaposema kukumbuka maisha ya mtu fulani, tunakumbuka na historia yake na staili zake na jinsi alivyokuwa. Halo? Bwana Yesu asifiwe. Tunaposema mnamkumbuka Mama Chuku, kama hivyo mnakumbuka Mama Chuku, utaanza kuvuta picha. Mama Chuku alikuwa hivi, alifanya hivi, alikuwa hivi, alikuwa hivi, alikuwa hivi. Picha yote ya Mama Chuku unakuwa nini? Unakuwa nayo, si ndio? Watu wa Mungu, tunakuwa nayo. Tunakuwa nayo. Sasa tunaposema meza ya Bwana ni ukumbusho wa maisha nani? Ya Yesu. Unakumbuka kila stage Yesu alioishi, kila step Yesu alifanya nini? Alioishi, kuanzia udogoni mpaka anauawa. Haleluya. Kwa kama kuna kitu ni cha kukumbuka, kama kuna kitu ndio sikukuu yetu, ni meza ya Bwana. Watu, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Sikukuu zote zipo, hakuna sehemu ambayo mzikumbuke zaidi ya meza ya Bwana. Kwa jambo la kwanza ni ukumbusho wa Yesu. Bwana pewe sifa. Jambo la pili, tunaposhiriki meza ya Bwana tunatangaza mauti ya Bwana mpaka anafanya nini? Ajapo. Soma mstari wa 26 hapo 26 nasemaje? Mtu mwingine asome. Wakorintho wa kwanza sura ana kila mtima nini? Eti mtu mwingine asome kidogo. Mtu mwingine asome tena hapo. Maana kila mlapo mkate huu na kinywea kikombe hiki mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Tunazungumza kwamba tunaposhiriki meza ya Bwana tunatangaza mauti ya Bwana. Nani ndio mauti ya Bwana? Mauti ya Bwana ilikuwaje? Mauti ya Bwana ilikuwaje? Ya kisalamu, ya kuteswa msalabani. Kwa hiyo tunaelezea mateso ya Yesu. Tunaelezea mateso ya Yesu, kwamba Bwana Yesu Kristo alikuja duniani, haleluya, akateswa, akafa, akafufuka, alipigwa kwa ajili yangu, aliteswa kwa ajili yangu. Tunatangaza ulimwenguni, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunatangaza ulimwengu mauti ya Bwana. Tunatangaza ulimwenguni mauti ya Bwana. Tunatangazia ulimwengu mauti ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu leo wanasema Yesu akufa. Wako Yesu leo wanasema Yesu afanya nini? Akufa. Sawa? Yesu akufa. Na kuna injili zinahubiriwa za kiuni, za kupotosha kazi ya msalaba. Haleluya. Lakini sisi tunapokuja meza ya Bwana tunatangaza mauti ya Bwana mpaka ajapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatupunguzi ladha, tunaendelea na ladha ile ile. Haleluya. Hatupunguzi ya kwamba Yesu Kristo alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu. Hatupunguzi chochote, tunaeleza jinsi ilivyo. Hiyo ndio maana ya meza ya Bwana. Bwana pewe sifa. Kwa unapohubiri injili, unapoambia watu Yesu anaokoa, unatangaza mauti ya Bwana. Haleluya. Unatangaza mauti ya Bwana. Tunapokuja kwenye meza ya Bwana tunakumbushana, sijahubiri injili, sijaambia watu waokoke, maana yake sijatangaza mauti ya nani? Ya Bwana. Tunarudi kwenye kina au msingi. Bwana pewe sifa. Amen. Bwana pewe sifa. Amen. Bwana pewe sifa. Amen. Bwana pewe sifa. Jambo la pili, tunatangaza mauti ya nani? Jambo la tatu inathibitisha ushirika wetu sisi kati ya mimi na Yesu, mimi na mshirika mwenzangu. Inathibitisha ushirika wetu sisi na Yesu, kati ya mimi na Yesu na mimi na mshirika mwenzangu. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 16. Mtu mwingine anisome pale. Nasema kuna ushirika wa damu ya Kristo, kwamba tunapoula mkate tunaonyesha ushirika wa damu ya Kristo. Maana ukisoma katika Luka 22 mstari wa 19, Biblia inasema kikombe vile Bwana akachukua, anasema kikombe hiki kinatolewa kwa ajili ya nini? Ya agano jipya. Bwana pasiba. Kwa hiyo tunaposhiriki mwili wa Kristo au damu ya Kristo ni kwamba tunashiriki kikombe, maana yake tunaweka bondi kati ya sisi na Yesu. Haleluya. Tunathibitisha urafiki wetu na Yesu. Halo. Watu wa Mungu, halo. Unathibitisha ule ushiriki wako, yani urafiki wako na Yesu. Lakini pia mkate, tunapomega mkate, pia sisi ni mwili wa nini? Ushirika wa sisi kwa sisi. Ushirika wa sisi kwa nini? Watu wa Mungu, tumeelewana? Wangapi wameelewa? Ushirika wa sisi kwa sisi. Wewe na jirani yako, wewe na mlokole mwenzako, ushirika wenu. Nyinyi wote ni mwili mmoja. Watu wa Mungu, umeelewa? Watu wa Mungu, umeelewa? Jamani, umeelewa? Sisi sote ni mwili mmoja. Na kama ni
ni mwili mmoja. Tunatakiwa tutambue hilo, na ukitambua hilo utamheshimu kila mtu ambaye yuko ndani ya Kristo. Haleluya, amen. Utampenda kila mtu ambaye yuko ndani ya Kristo. Haleluya, amen. Hutaacha teseke mwenzako, hautamuumiza kwa maneno, hautamuumiza kwa kumtukana, hautamsengenya, hautafanya jambo lote baya, kwa sababu tumekombolewa kwa damu moja, Yesu Kristo. Tumekunywa damu moja. Haleluya, damu ni moja. Kwa hiyo usijione ni bora kuliko mwenzako, na ukimwona mwenzako afanye vizuri, mbusti afanye vizuri kama wewe. Haleluya, tena kwa upendo. Haleluya, maana sisi wote ni kitu kimoja. Haya, mimi kuwa mchungaji, wewe kuwa mshirika, ni ishu ya maongozi tu, lakini tunapokuja katika mwili wa Kristo, mwili wa Kristo, sisi wote ni kitu kimoja. Hakuna siko kwamba ni mchungaji alafu mguu ni mshirika. Hapana, inawezekana mguu ni mshirika, siko kama wewe katika mwili wa Kristo. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya, umeelewa ninachosema? Umeelewa ninachosema? Haijalishi umesoma au hujasoma, unanena kwa lugha, uneni kwa lugha, unatoa pepo, hujui kutoa pepo, unafunga, hujui kufunga, unahubiri, hujui kuhubiri, ili mradi umempa Yesu Kristo maisha. Haleluya, watu wa Mungu, mnaelewa ninachosema? Wote ni mwili mmoja. Kwa hiyo ina maana wewe na mwenzako ni kitu kimoja. Haleluya, amen. Kwa hiyo ukimsema huyo, unajisema wewe mwenyewe. Haleluya, haleluya. Ukimsengenya mwenzako, unajisengenya mwenyewe. Haleluya. Ukimteta mwenzako, unajiteta mwenyewe. Wakitoka kule hawatasema kanisani kwa mchungaji Chuku au mchungaji Frank, watasema ile kanisa ni fai. Pamoja na kwamba umepeleka umbea wewe, lakini na wewe utachanganya humo ya kwamba wote hamfai. Kwa nini? Wote ni mwili mmoja. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya, haleluya. Bwana pewa sifa. Ukifanya kitu kibaya uko mtaani, kitu kibaya uko mtaani, wote tunajumuishwa. Unajua hilo? Unajua hilo? Ukitukana huko unaambiwa jeshi si watukanaji. Kwani watu walikuwa wanatukana pale? Lakini kwa sababu umefanya mwenzetu ambaye tuko pamoja kwenye mwili wa Kristo, tunakichia kikombe, tunakinywa kikombe wote pamoja cha machungu. Haleluya, amen. Ukifanya vizuri, jeshi si hao, jeshi si hao. Kwani ni watu walifanya vizuri pale? Ni wewe umefanya, lakini pia ulipofanya umewabeba wenzako wote katika furushi. Ni pole alivyotote ana mambo mbele, tunaonyesha tunafunga ile bondi yetu na Kristo. Sisi ni wa Yesu. Au pia inatusaidia sisi kujiona mimi na jirani yangu tu mwili mmoja, tu kitu kimoja, sisi ni washirika. Na ndio maana ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume, anasema walimega mkate nyumba kwa nyumba. Mitume tena wakilisikiza neno nini? Wakijifunza mafundisho nini? Ya mitume. Anapewa sifa. Kwa jambo la tatu ni kufanya nini? Ni ushirika. Jambo la nne, meza ya Bwana inatuthibitishia kwa habari ya karamu ya mwana kondoo pamoja na sisi tuliookoka. Bwana apewe sifa. Ukifungua kitabu cha Mathayo mtakatifu ile sura 26 na ule mstari wa 29, mtu mmoja alisomea. Bwana Yesu, haleluya. Nafikiri walokole wangeshangilia. Kama tunashiriki wapi? Mbinguni. Na nani? Na Yesu. Hatutahubiri injili kule, hatutatoa pepo kule, si ndio? Kule tutashiriki meza nini? Ya Bwana. Haleluya. Ukisoma Biblia vizuri, kuna miaka 7, juma la 70. Katika lile juma la 70, ambalo juma la 70 ni miaka 7. Katika ile miaka 7 kuna miaka 3.5 ya kwanza na miaka 3.5 ya pili. Imegawanywa katikati. Miaka 3.5 ya kwanza hapa duniani kuna kuwa na ziki ambayo ni rasha. Mpinga Kristo anaanza kufanya operation zake, kujenga hekalu, anajenga hekalu, watu wanaanza kuabudu hekaluni. Wakati huo kanisa limeondoka. Kanisa limeondoka. Haleluya. Juma la 70 halilikuti kanisa hapa. Jamani, juma la 70, nimesema nini? Juma la 70 mpaka leo, majuma 69 tayari.
Bado juma hili limejificha. Juma hilo litakuja kutokea pale kanisa linaondoka. Inaanza juma moja, ambalo ni miaka mingapi? 7. Miaka 7 inagawanywa katikati, 3.5. 3.5 ya kwanza duniani, 3.5 ya kwanza mbinguni. Haleluya! Watu duniani, watu mbinguni. Waliokoka juu, wasiokoka chini. Sina vizuri. Waliokoka tuko mbinguni, wasiokoka kwa duniani. Walioko duniani wanaanza kazi yao na mpinga Kristo. Miaka 3.5 ya kwanza wanaanza kufanya mambo yao na mpinga Kristo. Mpinga Kristo anaanza kuandaa taratibu wake kutawala dunia. Na nabii uongo na mnyama, kila kitu, na ile 666 ndio itatokea hapo. Wakati miaka 3.5 ya kwanza mbinguni, kanisa linapita kwenye kucheketwa kwa ajili ya kazi iliyofanya. Haleluya! Tunaingia katika kupangwa sasa kwenye viti. Wewe ndugu yangu, kufanya kazi yako vizuri, kaa hapa. Wewe kaa hapa. Tunaanza kugewa taji. Haleluya! 3.5 mbinguni, mambo ya kugawana taji. 3.5 iliyobakia ni karamu na mwana kondoo. Piga makofi! Miaka 3.5 ya karamu na mwana kondoo mbinguni. Wakati hapa duniani miaka 3.5 ni mpinga Kristo, ni piga tandika uagaragaza. Haleluya! Wala ambao kuokoka ni kupiga, ni kugaragazwa, yani ni mapigo yasiyo ya kawaida hapa duniani. Lakini sisi tuko wapi? Yesu Kristo anathibitisha kwamba hapo ndipo watakula karamu na wana wa Mungu ambao wako mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo meza ya Bwana imebeba mambo mangapi? Mangapi? 4. La kwanza, ukumbusho wa maisha nani? Ya Yesu. La pili, kutangaza mauti ya Bwana mpaka atakapo kuja. La tatu, ushirika wa mimi na Yesu, mimi na jirani yangu aliyokoka. La 4, uthibitisho wa nini? Karamu sisi na Yesu wapi? Piga makofi kwa Yesu. Haleluya. Haya, sasa na dakika chache nitakupokeza kitu kimoja. Sasa turudi hapo katika kitabu cha Korinto, hiyo sura ya 11, Korinto wa kwanza sura ya 11. Hapo tutatoa maelekezo sasa. Hiyo sura ya 11 kitabu cha Korinto wa kwanza, nitaanzia ule mstari wa 20 na Korinto wa kwanza sura ya 11. Naomba nianze mstari wa 15. Kama alivyopita mama Sue, nipite na mimi hapo. Nasema, lakini katika kuagiza haya siwasifu ya kwamba mnakusanyika si kwa faida, bali ni kwa nini? Kwa hasara. Maonyo sasa haya, kabla ya kwenda kwenye meza, tusikusanyike. Kwa nini? Kwa hasara. Haya, tunatirika. Anasema hivi, kwa maana kwanza mkutanikapo kanisani, nasikia kuna faraka kwenu, nami nusu na sadiki. Kwa maana lazima kuwapo uzushi kwenu, ili waliokubaliwa wawe dhahiri. Anazungumzia faraka, uzushi ndani ya kanisa. Tunapo kwenda kushiriki meza ya Bwana, kuna vitu ambavyo vinaleta faraka au ni faraka na uzushi. Paulo anaonya, anasema hivi, hapana. Kwa nini anasema haya? Anasema hivi, kwa maana anasema basi mkutanikapo pamoja, haiwezekani kula chakula cha Bwana, kwa maana kila mmoja hutangulia kutoa chakula chake kama kula hata huyo ana njaa au huyo amenini. Sioni vizuri, naomba mtu mmoja asome mstari wa 20 pale. Alafu nielezee. Basi mkutanikapo pamoja, haiwezekani kula chakula cha Bwana, kwa maana kila mmoja hutangulia kutoa chakula chake katika. Tunaposema meza ya Bwana, tunazungumzia mlo kamili. Sema mlo kamili. Mlo kamili. Mtikise jirani yako, mwambie mlo kamili.
Kwa kushoto tunakulia mwambie mlo kamili. Yaani ni kwamba tunakula kabisa. Ukisoma ile Luka au Mathayo aliyotusomea hapa ile 26 29, Yesu aliandaa chakula kabisa. Meza ilijaa nini? Vyakula. Sawa? Meza ilijaa nini? Vyakula. Wakawa wanakula pamoja. Wakati anakula ndio akachukua mkate na divai. Akafanya nini? Kwa tunapoongelea meza ya Bwana ni chakula kabisa. Halo. Amen. Watu wa Mungu halo. Amen. Kwa hiyo mwezi ujao tutakuwa na chakula kabisa hapa. Amen. Na ndio anatufundisha kwamba uelewe vizuri. Sasa tunaposoma hapo, aliposoma mama, rudia tena. Angalia Biblia yako hiyo. Hapo weka kidole tuende pamoja. Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari ngapi? 21. Endelea. Weka kidole. Kwa maana kila mmoja utangulia kutoa chakula chake katika kule kula. Hata huyu ana njaa, huyu amelewa. Hamna nyumba za kulia na kunywea, au mnalidharau kanisa la Mungu? Tulia hapo. Sasa analeta utaratibu namna ya kula hiyo chakula cha nini? Cha Bwana. Maana hao jamaa walikuwa wengine wanakuja kwa sababu ilikuwa ni umoja. Kila mtu walikuwa wanakuja na vyakula vyao. Sasa wewe umepika pilau nzuri, huyo hapa kapika labda makande, huyo hapa sijui na ugali. Kwa hiyo watu wanaanza kujisevia kwanza wenyewe washibe ili kwa sababu anaona wivu wenzake wasifanye nini? Wasile kile cha kwake, wasishiriki vile. Kwa hiyo wengine wanakuja kwa sababu wanakuja wamelewa kabisa. Wamekuja kanisani fanya nini? Wamelewa. Endelea kusoma. Endelea. Kula, ungekula kwa nyumbani kwako. Kikija hapa kanisani kuna taratibu ya kula pamoja. Watu wa Mungu haleluya. Kikiletwa kanisani kina taratibu. Tunapoleta chakula hapa kanisani kina taratibu. Kama ni nyama moja moja ni moja. Kama ni harage moja moja ni moja. Kama ulikuwa unataka zaidi ungekula huko kwako. Endelea. Sababu hana chochote alichokibeba. Sasa yeye atakula nini kama wewe unajibegea tu unachaguana watu ambao mnafahamiana? Ndio maana akisema kuna faraka na uzushi. Kuna watu ambao mnatambia mimi hapa, mimi Kristina anangosha hapa, tukae karibu hapa, nani mtoto karibu hapa, Kristina kaa hapa. Kisi huyu kuku tunamtafuna wenyewe hapa. Alafu hawa mabachela meni hawa, wakina Michael hawa, wao wana chochote kae kule. Twende. Watayarisha hao wasio na kitu. Niwaambieni, ni wasifu la si wasifu kwa ajili ya hayo, kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana. Sasa haya ndio yalikuwa katika kanisa la Korinto wakati wa kushiriki meza nani? Ya Bwana. Kwamba kila mtu alikuwa na hivyo, wametengana. Kila mtu kutokana na ubora wa chakula ambacho wametengeneza. Aidha wawili wameshikamana, wametengeneza chakula chao kizuri na familia yao hapa, wengine pale, wengine pale. Wale wasio na kitu wanakaa wanaangalia. Wengine wanakuja kwa sababu sikalo kuna meza Bwana, wamekuja na ulevi wao mpaka kanisani. Endelea. Kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana. Sasa Paulo anatoa maelekezo. Anatoa nini? Maelekezo, anasema mimi nalipokea Bwana. Nalipokea kwa Bwana. Niliyowapa ninyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule aliutwaa mkate, naye akisha kushukuru akaumega akasema, huu ndio mwili wangu uliotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho. Sasa anaanza kurudisha nyuma kwamba hiyo meza ya Bwana sio nyinyi kuja kushiba tu hapa na kuondoka tu hivyo. Ni kwamba ilikuwa imetolewa kwa ajili ya ukumbusho wa nani? Kwa hiyo unapokuja hapa kula hii meza ya Bwana ni kukumbuka maisha ya Yesu, si kutambiana kwamba leo tumechafua meza pale. Haleluya! Leo sisi tumechafua meza, wakina Kasele si chochote. No, ni kumbukizi ya nini? Maisha nani? Ya Yesu. Endelea. Anasema na hivi baada ya kula alitoa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Fanyeni hivi kila mnywapo
kwa ukumbusho wangu. Maana kila mwalapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki mwatangaza mauti ya Bwana hata ajaye. Amen. Bwana ape sifa. Anasema hivi sasa, nawakumbusha kwamba siku mmekuja hapa, mmekaa mnakula makande, mmepikwa makande, mmekula makande, mmeshiriki na vinyo, mmeshiriki na mkate, mnakumbushwa kwamba jamani, mkatangaze ya mauti ya Bwana mpaka anaporudi. Haleluya. Bwana ape sifa. Kama ulikuwa sio mhubiri, uanze kuhubiri injili mitaani. Haleluya. Kama ulikuwa huwezi kushuhudia, uanze kushuhudia kuanzia leo. Haleluya. Tunapotoka hapa ni kwamba tunakumbushwa, watu wa Mungu. Haleluya. Watu wa Mungu. Haleluya. Hii meza ya Bwana leo inatukumbusha. Sio unaendelea kutufundisha? Inatukumbusha. Una jirani yako unataka kumwambia Yesu anaokoa, nenda kamwambie Yesu anaokoa. Haleluya. Bwana ape sifa. Ndio maana nini? Watu wangapi wanaelewa mpaka sasa hivi hapo? Wangapi wanaelewa? Sio tunaenda tu pale kushiriki tu kama ratiba, sio ratiba. Hii tunaposhiriki hapa, tukitoka hapa Jumapili ijayo tuone matokeo. Haleluya. Tuone matokeo. Haleluya. Tuone matokeo. Haleluya. Kama unaelewa, piga Yesu makofi mengi. Tuone matokeo. Haleluya. Abigaili na rafiki yake hapo wamechoka kweli kweli. Wamechoka kabisa, wanaenda hoi kabisa. Haleluya. Endelea. Anasema basi kila aulaye mkate huo au kikombe hicho. Sikiliza kwa makini hapo. Kila aulaye mkate huu na nini? Kukinywea kikombe hicho. Na kukinywea kikombe hiki cha Bwana isivyo stahili. Atakuwa amejipatia hatia ya mwili ya Bwana. Amejipatia hatia na damu. Yaani haya mambo manne niliyosema ni ya msingi sana kutufanya tushiriki kombe hilo. Yaani utafakari mwili ulivyo, tafakari damu ilivyo. Haya mambo ya tafakari kwamba kumbe yanajenga ushirika. Asante sana mimi na jirani yangu. Asante sana mimi na Kristo. Asante, ninatangaza mauti ya Bwana mpaka alfajiri ajapo. Nakumbuka maisha ya Yesu. Kuna kipindi shetani alimtia akamwambia, kama ni mwana wa Mungu waweza geuza mkate huu kwa mkate, akasema imeandikwa. Haleluya. Na unapokutana majaribu unasema imeandikwa. Haleluya. Watu wa Mungu. Haleluya. Unasema imeandikwa. Full stop. Maisha ya Yesu jinsi alivyokuwa unayahubiri mitaani. Kwa nasema lazima tunapotumia hii meza ya Bwana tufanye nini? Tufanye nini? Tufanye tathmini. Tupambanue mwili vizuri. Bwana ape sifa. Tupambanue mwili vizuri. Nenda kusoma. Anasema lakini ukienda kinyume na hapo, yaani unaifanya tu kama tukio tu la kuja kunywa meza pana, unajiondokea tu, una mpango nalo, unajilia nini? Huku una masengenyo, huku umejitenga, huku mimi ni bora kuliko fulani, si mimi na fulani atuongee, umejilia nini? Lakini mtu ajioji mwenyewe na hivyo au mkate na kunywa kikombe. Haleluya. Alaye na kunywa, kula na kunywa ukunywe nafsi yake. Yes. Kwa kuto kupambanua nini? Kule mwili. Kwa lazima upambanue kwamba aise. Ndio maana akaanzia ile sura ya mwanzo pale, akasema kuna faraka. Na hapa Paulo anaendelea kujibu kuanzia ile sura ya 8. Haya ni mtiririko majibu kuanzia sura ya 8. Mgawanyiko ndani ya kanisa anaanza kujibu hapo. Bwana ape sifa. Kulikuwa kuna mgawanyiko, ndio haya anaendelea kujibu haya. Anaendelea kujibu haya. Bwana ape sifa. Leo mstari wa 10 sura ya 10 anasema pale, anaweza kwamba nini? Kikombe cha baraka mkinywacho. Kikombe cha nini? Cha baraka mnachokinywa. Bwana ape sifa sana. Endelea. Kwa sababu hiyo, wako wengi kwenu walio hawawezi na dhaifu, na watu kadha wa kadha wamelala. Sababu za watu wengi kutoweza au kufa au kutoka vizuri ni kwa sababu, sio kwa sababu wameshiriki meza ya Bwana tu. No, kwa sababu ya kutokupambanua. Jamani, kutokufanya nini? Kupambanua, kuelewa maana yake ni nini. Haya wamekufa katika Korinto kwa sababu hawakupambanua.
walikuwa na faraka, wanakula meza ya Bwana. Walikuwa na nini? Uzushi, wanakula meza ya Bwana. Wametengana ndani ya kanisa, wanakula meza ya Bwana. Wanatukanana, wanakula meza ya Bwana. Wamebaguana, wanakula meza ya Bwana. Mwishoni wengine wakala hukumu. Halo. Watu wa Mungu, tunaelewana? Tunaelewana? Huyu ampendi huyu, anamchukia huyu, shida mzara huyu, amembeba huyu moyoni, hapo nakuja kushiriki meza ya Bwana. Na sababu moja hapo ni ushirika kati yangu mimi na wewe. Sababu nyingine ushirika wangu mimi na nani? Na Yesu. Kutangaza mauti ya Bwana mpaka afanye nini? Halo. Lakini pia sababu nyingine ni kwa ukumbusho wa maisha ya Yesu. Ukumbusho wa maisha ya Yesu. Kumbukumbu. Endelea. Lakini kama tungejipambanua nafsi zetu, ndio tusingehukumiwa. Kama tungejipambanua tusingehukumiwa. Endelea. Ila tuhukumiwapo tutarudiwa na Bwana. Tunarudiwa na Bwana, Tukapata adhabu pamoja na dunia. Asante sana, endelea. Ndugu zangu, sasa anatoa instruction namna ya kula meza ya Bwana. Sikiliza kwa makini hapo. mpate kula. Mkutanikapo mpate kula. Sikiliza kwa makini. Ngoja nani? Ndio maana akasema ilikuwa ni msosi kamili. Chakula kimepikwa jikoni kule, sio watakao pika chakula kule. Sio nakula jikoni kule. No, tungojeane hapa. Bwana sifa. Yako Mungu, umeelewa? Kipika kule vizuri, oje kimekaa chini, imekaa vizuri, leta hapa. Tunashiriki wote pamoja. Anasema ngojeaneni. Soma vizuri. Sio mimi, ni Paulo kasema, na sio Paulo kaagizwa na nani? Na Bwana. Ngojaneni. Mtu akiwa na njaa. Ngojaneni mtu akiwa na njaa. Na ale nyumbani kwake. Ale nyumbani kwake. Na ndio maana tunasema mwezi ujao tutakuja hapa kabisa, mchana hakuna kupika nyumbani. Tutakula hapa. Ukirudi nyumbani unapika chakula cha nini? Cha usiku. Hapa tutakula hapa. Tutakula hapa. Sasa na ndiko ninavyosema. Lakini kama una njaa sana huwezi kusubiri mchana, kusubiri chakula sana. Kula nyumbani kwako. Ukija hapa unashiriki na sisi sawa sawa. Haleluya. Watu wa Mungu, haleluya. Endelea. Sipate kukutanika kwa hukumu. Na hayo yaliyosalia ni japo nitayatendea. Asante sana. Haleluya. Wangapi wameelewa hapo? Wangapi wameelewa? Wangapi wameelewa? Kwa huku kula mkate na divai ni kwa sababu pia uchumi wetu ni mbovu. Ni kwa sababu uchumi wetu nini? Sema uchumi wetu ni mbovu. Lakini meza ya Bwana ni ya maandalizi. Kama kuna kitu unatakiwa ujiandae, yani kama sherehe, yani kama hata ni gauni shona, ni siku ya kutumia meza ya Bwana. Amen. Maana ndio siku ya kumbukumbu, ndio kumbukumbu ya kutangaza mauti ya Kristo. Yani kama kuna sherehe, ni sherehe ya meza ya Bwana. Haleluya. Watu wa Mungu, Bwana apewe sifa. Sijui unaelewa vizuri? Halo? Watu wa Mungu, halo? Kama kuna sherehe, ni nini? Kuna sherehe ambayo tumeagizwa watakatifu, ni nini? Zile Christmas zako endelea nazo, fanya unavyofanya, lakini sherehe ambayo mbingu. Halo? Watu wa Mungu, halo? Mbingu naitambua ni hii ya kula meza ya Bwana. Bwana asifiwe sana. Bwana apewe sifa sana. Maana akisema fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kwa ukumbusho wangu. Ukumbusho every day. Kama wewe unavyofanya birthday, kama kuna kumbukumbu unakumbuka nini? Hii ni ya wakati wote. Na yanakukumbusha haya mambo mangapi? Manne. Mambo manne. Kumpenda jirani yako. Nasema penda jirani yako kama nafsi yako. Jali mshirika mwenzako kama unavyojijali. Bwana kwa sifa. Ukimjali mwenzako yoyote, hautamsengenya. Sijui nani kufundisha. Amen. Nani kufundisha? Hautatoka na neno lolote kama mshale kwa kutangaza neno lake. Utalisitiri. Halo. Tumefundishwa Mariam alipata ujauzito, akaambiwa nani? Elizabeth, miezi ngapi? 6. Elizabeth amepata ujauzito, akatawa miezi mingapi? 5. Unajua maana kutawa? Ni kukaa mbele uwepo wa Mungu. Kukaa mbele nini? Uwepo wa Mungu. Unasikia jambo la mtu, usikimbie, kaa katika uwepo. Haleluya. Kaa katika uwepo. Sema na Bwana akupe kibali, akwambie nenda au usiende. Bwana pasipo. Akupe nini? Kibali. Na kanisa leo
linauliwa na maneno. Kanisa la leo linakufa kwa maneno, na walokole wengi tutahukumiwa kwa maneno. Na ndio maana Yakobo anasema hivi, merikebu ni kubwa, si ndio? Inaendeshwa na nini? Kausukani kanini? Kadogo. Yaani ukiona lile limeli ni kubwa, lakini liende wapi? Ni kausukani. Anasema kamoto kadogo tu kanaweza kuchoma msitu. Hivi unafikiri msitu mzima unapeleka gunia la moto? Cheche moja tu msitu unafanya nini? Ndivyo ilivyo ulimi. Anasema ni kiungo kidogo, lakini matatizo yake, Yakobo anasema madhara yake ni makubwa. Anasema ana heri, amebarikiwa mtu yule ambaye anaweza kudhibiti, haleluya, kudhibiti kinywa chake. Amina. Watu wa Mungu wanapewa sifa. Ukisikia vita duniani ni sababu ya ulimi. Ukisikia ndoa zinavunjika sababu ya ulimi. Haleluya. Watu wanapigana ni sababu ya ulimi. Maneno sio kitu kingine chochote. Kanisa tuna lose power, ile nguvu yetu kwa sababu ya maneno. Kwa sababu kwenye uzinzi hautakukuta, ndio hatutapigana, ndio, lakini vimaneno vidogo. Anasema mbweha wadogo ndio wanaofanya nini? Wanaomaliza dhabihu. Kwa sababu vile vidogo vikipanda tu, wapesa wakubwa wanakula vile vidogo. Wala vidharau mpigwe vidogo, si ndio? Hivi nakula tu haya na mahotea haya. Ule mtu unaenda wapi? Juu. Mwishoni ule mtu kishakufa, yale mahotea yatakayochukua nini? Nafasi. Mahotea yameliwa na nani? Halo. Watu wa Mungu, halo. Mbweha amekula vile viotea vinavyopanda. Kwa hiyo unajikuta nguvu ya kanisa. Tunataka nguvu ya kanisa, lakini ili kanisa liwe na nguvu, lazima tufunge vinywa vyetu. Haleluya. Ndio maana unaweza Mungu akamwambia sehemu nyingine, wakaambia nazungukeni hapa lakini mtazunguka kimya. Msipige kelele. Yaani mnazunguka lakini nyinyi vinywa vyenu kimya. Kwa nini? Kwa sababu maneno yanafi. Ukishajua hilo, I say haleluya. Watu wa Mungu, haleluya. Wangapi wanaelewa? Haleluya. Haleluya. Ukiona jambo nenda katawe. Jamani, hatuna tabia ya kutawa. Tuna tabia ya kuongea. Naomba tuwe na tabia ya kutawa. Nenda kaombe, nenda kapige magoti, sugua goti, Bwana aseme na wewe, Bwana athibitishe, Bwana aingilie kati. Amina. Mama alikwambia kuna kesi tulipoaga sisi kama tuwezi hizo kesi hizo tunaenda nazo kwa Bwana. Tunaenda nazo kwa nini? Kwa Bwana. Ni dangerous, tukaenda nazo kwa Bwana. Mwishoni mambo pia. Amen. Hajamwita mtu wote. Na mtu wote anajua kwamba tuna kesi nyingi za watu, lakini tunaenda nazo kwa magoti. Kwa sababu muda mwingine unaweza kufuata mtu ukamnyonga kabisa. Kwa unakaa kwa Bwana. Bwana akikwambia nenda ndio utaenda. Ukiona tumekuita ndio tuongee, Bwana karuhusu. Kama hajaruhusu, miaka itaenda, miaka itarudi, hatutakuita. Haleluya. Punga mkono wako namna hii. Malizia, amesema na hayo mengine itakuja fanya nini? Mstari mwisho anasemaje hapo? Hayo mengine yaliyosalia. Na hayo yaliyosalia japo nitayatengeneza. Ni japo nitafanya nini? Bwana apewe sifa. Amen. Haya. Sasa tunakwenda kushiriki meza ya Bwana. Tunakushiriki nini? Meza ya Bwana. Katika meza yetu ya Bwana tuna mkate na tuna, katika Biblia tuna mkate na tuna nini? Divai. Naomba kama mchungaji njoo. Tuna mkate na tuna divai. Mkate unasimama nafasi ya mwili wa nani? Wa Yesu. Na divai inasimama kama damu ya nani? Je, tunapokula hivi ni kweli tunakula damu